Tusaidie Baba. Bwana sasa, mtu yeyote mwenye safari ya miguu hawezi akakaa bila kulikagua. Lazima muda wote tutakutana kulikagua moyo wake upo safi. Bwana sasa, moyo wake unampendeza Bwana. Je, anamcha Mungu? Je, amemkwaza mtu? Je, ni wapi amekosea? Bwana sasa anatafakari. Basi ni nani mwenye akili? Siku moja niliwafundisha watu wenzangu, nikawaambia jamani, kuwa na elimu halafu kuwa na akili ni vitu viwili tofauti. Bora uwe na akili lakini usiwe na elimu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna watu wengi ambao wana elimu za juu sana lakini hawana akili hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tuna watu wana akili za juu sana. Wana elimu za juu sana lakini akili kwa kidogo. Bwana asifiwe. Kivipi? Mfano, unakuta huyu ni msomi mkubwa sana, ana PhD au profesa kabisa, lakini anatoa rushwa au anapokea rushwa. Hivi mtu yule ana akili? Hana. Biblia inasemaje juu yake? Ni sehemu nyingi sana Biblia inasema iweni na akili, ila mara chache inasema mshike sana. Bwana asifiwe. Elimu na akili ni vitu tofauti. Elimu unaweza kufundishwa kwamba kutengeneza labda kupamba, hiyo ni elimu. Kufundishwa kufanya kupamba, anajua. Bwana asifiwe. Lakini akili ni tofauti. Akili inasababisha umfundishe mtu afanye hivi, sio elimu. Elimu ni matumizi ya akili ambazo mtu ana. Bwana asifiwe. Lakini sasa hivi wenye elimu wameacha kutumia akili, wanatumia elimu, kitu ambacho kinaharibu sana dunia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha ni bora ukawa na akili. Biblia inasema hivi, je, ni nani mwenye akili? Bwana asifiwe. Sasa Mungu anauliza, ni nani mwenye akili? Je, si yule amchaye Bwana? Kumcha Bwana ni Bwana. Methali inasema kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Maarifa ni nini? Bwana asifiwe. Bado upao wanadharau nini? Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu yote mwenye safari ya kwenda mbinguni anapoangalia tukio hili la gharika, lazima ajikague, anajiuliza, je, mimi nilipotalii tokea nirudi sasa hivi mchana kweupe, sikaidika watu wakasema Uisi alikuwa mlokole, Uisi aliokoka, pengine alikuwa anashuhudia, alikuwa anaombea wagonjwa. Je, sitaidika? Bwana sasa, yule lazima ujikague. Unajiangalia moyo wako, unaingia ndani. Maana wewe ndio unayeona. Wengine hawezi kuona, unaweza kuficha viongozi lakini mwenyewe unajua. Bwana sasa. Kwa hiyo mwenyewe unapaswa kujikague kila mara, kila dakika, kila wakati. Niko sahihi, niko sawa, nampendeza Mungu. Je, akiwa leo ninapata ile nguvu ya kunyakuliwa? Bwana sasa. Mungu anatazama mtu huyu ana akili sana kuliko profesa. Bwana sasa. Mungu akiona moyo huo, anaweza mbinguni kule sijui akupe nafasi gani. Maana anaona ni moyo unaotamani matunda yake, unaotamani mawazo ya Bwana. Bwana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo turudi kwenye dondoo yetu. Mwanadamu bila Mungu hufanya mambo yafuatayo au hutafuta mambo yafuatayo. Bwana asifiwe. Mwanadamu anapoishi bila Mungu, kuna mambo ambayo yeye anayatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Anayatafuta mwenyewe. Anaishi bila Mungu, yeye anatafuta mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwanadamu anatafuta nini bila Mungu? Anakuwa na vitu gani ambavyo anatamani? Hapo amesahau. Bwana asifiwe. Hebu tusome ile kitabu cha Mwanzo 11. Nitakusomea kwa haraka. Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 9. Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 9. Umefika hapo?
Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 9. Umeshafika? Haya, tunaanza kusoma. Mstari wa kwanza. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinar. Wakakaa wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, labda na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijenge mji na mnara, na kilele chake kifike wapi? Mbinguni. Tujifanyie nini? Jina. Tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akisema, tazama, watu hao ni taifa moja na lugha yao ni moja, na hayo ndio wanayoanza kufanya, wala sasa hawatazuiliwa neno waliokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tukawachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Wakakaa wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Bwana sasa umeutafakari kwa mstari vizuri. Hiyo mstari, angalia, mwanadamu bila Mungu anatafuta mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mwanadamu anatafuta heshima. Bwana sasa, unaona mstari tuliosoma, wakaambiana, haya, na tuchome matofali, halafu tufanye tujenge mji, halafu tujipatie nini? Jina. Bwana Yesu sasa, nini maana ya kuwa na jina? Bwana sasa, mwanadamu bila Mungu anatafuta heshima. Bwana sasa, ndio maana kanisani leo kuna watu wanaitwa waheshimiwa, badala ya kuitwa mtumishi wa Mungu wanaitwa mheshimiwa. Maana yake nini? Ametafuta heshima badala ya kumheshimisha Mungu. Watu wanapomtazama mtu uliokoka, waone kama kweli ya mheshimu Mungu wako. Bwana sasa, watu wanamheshimu huyu mheshimu Mungu. Bwana sasa, siku moja nilikuwa na kijana mmoja chuoni. Tulikuwa ni muda wa chakula. Utaratibu wa kula, kuna meza nyingi tu kama hivi. Bwana sasa, kwenye meza moja kunakuwa na watu 15. Alafu kinaleta chakula na mboga, mmoja ndo anakuwa anagawa. Siku hiyo ilikuwa ni wapi? Bwana sasa, yule mmoja alikuwa anagawa. Sasa mmoja akamtegea sikio, akamsogelea kama anamuuliza kwamba niwekee mwingi, akamweleza niwekee mwingi. Yule kijana aliokoka akamwambia, akasema, wewe, mimi nimeokoka, sitaki rushwa. Mimi ni mtumishi wa Mungu, sitaki rushwa. Tukasikia wote pale, akasema, watu kama hao ndio wanaotakiwa. Bwana sasa, Bwana sasa, wewe mwanadamu na Mungu anatafuta heshima yake. Huyu mtu ninakujua damu, huyu anamheshimu Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba nimeokoka, ni mtumishi wa Mungu, sitaki rushwa. Akasema, asante Yesu, maana amemheshimisha Mungu. Bwana sasa, wapo watu wafanye hivyo. Anataka kufanya jambo kanisa lote lijue kwamba yeye amefanya. Uongozi wote utambue kwamba yeye amefanya. Anatafuta heshima yake. Bwana sasa, hicho kitu hapo. Bwana sasa, Bwana sasa, jambo la pili mwanadamu analitafuta anapoishi na Mungu ni hapa umaarufu wao wenyewe. Anataka umaarufu, yaani anataka ajulikane kwamba sasa mimi hapa kanisani ndio kiongozi, au mimi hapa kanisani ndio mwinjilisti, au mimi hapa kanisani ndio mwimbaji. Yaani anajitangazia, anajitafutia umaarufu, yaani si kwamba nafasi wala ukweli. Bwana sasa, maana anatafuta umaarufu, ajulikane, kanisa lote limjue yeye kuliko viongozi. Bwana sasa, mwanadamu ukiona mtu hivyo, hebu mhurumie, msaidie, hata kwa maombi, hata kwa ushauri, hata kwa mafundisho,
mshauri. Bwana asifiwe sana. Maana anashirikiana. Ndicho alichofanya watu wasema tulijenge mji tusigawanyike usoni pa dunia. Bwana asifiwe sana. Mji wa Nineve wanataka hema yao washindane na Mungu sasa. Kwamba Mungu sisi tunaweza tukajenga mji kama ulivyojenga, maana tunao uwezo, tuna lugha moja, sisi tuna nini. Mungu alipotazama nia yao haikuwa ni kwa sababu tu ya uzuri, ni kwa ubaya. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu anatafuta nini? Kujijengea ufalme wake. Anatafuta ufalme tu. Mwingine yupo kanisani kutafuta kitu fulani tu. Bwana asifiwe sana. Hamna. Mwingine yupo tu kutafuta mimi niponye tu, nikiponywa basi. Hayo mambo haya. Utakaa ndani yako upo mpaka uko. Bwana asifiwe sana. Yaani utasoma miaka yote tunapoponyana. Utaisha kusema nimeenda makanisa mengi lakini bado tatizo lako lilikuwa unaenda kujaribu hujaamua kuokoka. Bwana asifiwe sana. Hebu nijaribu pale kwanza kama nitapona. Wewe ukapona, upone. Bwana asifiwe sana. Nini anatafuta? Kujirudishia mali. Bwana asifiwe sana. Hapa unaweza kunisaidia mchungaji. Marko 10:17-31. Hii hapa tulifundisha. Kulikuwa na yule alikuwa ni mwanasheria, alikuwa ni mwalimu ni nani, utaikumbuka hii story. Alienda akamwendea Yesu akamwambia, "Mwalimu wewe, nifanye nini nipate kuurithi ufalme wa mbinguni?" Bwana sasa Yesu akamwambia, "Kwa unasijua wapi?" Bwana sasa unasijua wapi? Akasema usiwe, usifili, usijile, uongo, akazungumza. Yesu alipomtizama akafanyaje? Akampenda. Bwana sasa akamwambia, lakini umepungukiwa neno moja. Bwana sasa umepungukiwa neno moja. Neno gani hilo? Bwana sasa akasema, nenda ukauze vyote ambavyo unavyo, uwagawie maskini, alafu nifuate. Mtu huyo anasema, Bwana sasa alisemaje? Akakunja uso kwa neno hilo. Hivi ni kwa nini alikunja uso? Bwana sasa maana alijua kwamba ana mali nyingi sana, ni tajiri, amezishika hizo, lakini neno moja alipungukiwa. Bwana sasa baada ya Yesu kumwambia kauze ulivyo navyo wape maskini alafu unifuate, akachukia ise. Bwana sasa ndivyo hilo makanisani. Bwana sasa utoaji shida. Bwana sasa mtu akitoa anaona anafilisika, au utoaji uko namna nyingi tu. Bwana sasa kuna mchango, kuna sadaka za kawaida, kuna spidini, lakini kuna ile ya kumtazama mtu labda maskini kule wajane wale watu sawa. Bwana sasa alafu maandiko yanasema kwamba je, ukisema una rafiki yako anayempenda alafu ukamfanyia jema itakufaidia nini? Maana tayari unampenda halafu unamtendea mema ili iwe sasa yule anayemchukia. Bwana sasa yaani Mungu atashangaa ukitoka hapo kwa yule ambaye unamchukia Mungu sasa. Mtu kama au hujasania ukaenda ukamfanyia jambo jema, Mungu analihesabu hilo kuliko ile ambalo mimi na wewe tuko siku zote. Halafu ananifanyia jema mimi, unamwacha ujinga, ingawa sio vibaya, kwa kuwa tunajua sio vibaya kunifanyia jema au kumfanyia mwenzako jema, sio vibaya, isipokuwa kinachoangaliwa sana ni Bwana. Bwana sasa. Kwa hiyo wao wanataka wajibikisie mali, wanataka madaraka. Ukisoma vizuri mstari 9, unaona hivi vitu vyote viko hapa. Bwana sasa. Yaani vitu vyote viko hapa. Bwana sasa. Sasa swali. Je, Wakristo wengi tunajaribiwa kufanya vitu kama hivyo? Mali, madaraka, heshima, jina, himaya, umaarufu, tuko kanisani. Je, tunajaribiwa katika vitu hivyo?
Bwana asifiwe sana. Hapo tunaanza kujihoji, kujikagua. Mtu unaenda mbinguni, mwenye safari ya unaanza kujikagua, nifanyije sasa? Ndio hiki au vipi? Hata yeye akaenda kwa furaha mbele za Yesu, Bwana mwalimu mwema, nifanyije nipate kusifa mbinguni? Je, wasifu wangu hizo zote kuanzia utoto wangu? Ndio maana ulifundishwa kuanzia Sunday school, unajua. Bwana asifiwe sana. Sasa umepungukiwa neno moja, kausi ulivyo nani? Wapi basi? Bwana asifiwe sana. Hii shughuli atakunja uso, jamaa akasirika, akasema ni neno gani ndio niambia mtu huyu? Bwana asifiwe sana. Neno gani nilikajua ananiambia vyema mtume mwema, nenda zako kwa amani. Bwana asifiwe sana. Kauzi ndio ukiendelea pale tunasema akawaambia wanafunzi, tazameni jinsi gani ilivyo ngumu matajiri kuingia ufalme wa mbinguni. Itakuwa ni nyepesi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kurithi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikamwambia, je, unachangiwa katika mambo haya? Kama ndio, ufanye nini basi? Utajibu. Bwana asifiwe sana. Mungu bila mwanadamu, ndio ya pili. Ndio hii ya pili inatufundisha kwa Mungu bila wanadamu. Mungu yeye huwa anakuwa mbali na wale ambao wanatenda maovu. Watu wanapoungana kutenda mabaya, wewe umeamini au wewe ambaye una Mungu, uvunje huo umoja wao, huo muunganiko wao waliokubaliana ili kufanya nini? Mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanapokubaliana, labda ukubaliana watu watatu, twende tufanye, halafu na wewe kwa Mungu anachoagiza unatakiwa uvunje huo umoja au mbaya. Bwana asifiwe sana. Maana mwanadamu anapopanga kwamba mimi na tunapanga labda watatu sahihi, hapo Mungu anakuwa hivi. Bwana asifiwe sana. Mungu hayupo kwetu. Ndio maisha Mungu bila mwanadamu. Mwanadamu anapanga mipango yake mibaya. Watu wanaungana kufanya mabaya, wanaungana kusudia mabaya, wanaungana. Ukigundua hiyo, vunja huo. Bwana sasa. Wanaoenda mahali ukakuta watu wanaungana kufanya mabaya. Bwana sasa vunja huo umoja wao. Unaona anachofanya. Alifanya nini wakati wameanza kutengeneza mji, wakatengeneza Mungu, wakaona wanabidii sana, wana nguvu sana, wana umoja, akafanyaje? Akasema atushuke. Tukafanyaje? Tukawachafulia lugha yao ili wasielewani. Huyu akisema leti tufanye, ili asilete tufanye. Alete maji. Kama umefika pale, alafu nakwambia leti tufanye, unaletea maji na yaweka wapi? Bwana asifiwe sana. Siwezi kuyaweka. Hapo ni Mungu bila mwanadamu. Wewe mkikubaliana wanadamu, mkakaa, mkawaza kufanya mabaya, anachokifanya Mungu yeye ni kuvunja huo umoja wenu. Ndio maana unakuta Mungu anachokifanya huwa anatumia mchawi anapopanga kukujia wewe. Hawezi. Akakutana kuta pale uko vizuri, anakutamka anakasika. Tayari Mungu amevunja umoja wake wa kufanya nini? Mabaya. Bwana asifiwe sana. Amina. Jeshi japojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Bwana asifiwe sana. Watesi na abisi walipojipanga wale nyama yangu wakafanyaje? Wakaanguka. Kwa hiyo Mungu anachofanya, mtu anapokusudia mabaya kwako, anachukua. Ndio maana Paulo anasema tuseme nini basi? Maana Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye? Haipo. Wewe Mungu anachokitazamia, unapoona watu wameungana ili kufanya mabaya, basi wewe vunja umoja wao. Bwana sasa. Sasa mimi nitawezaje sasa? Mimi siwezi. Wale waheshimiwa, wale wanavyo, wale watu wana fedha. Bwana sasa. Unauliza swali kwamba watu wana elimu lakini hawana haki. Hawana elimu, wanakaa huko, wana hela za kutosha, mishahara mirefu, lakini hao wanakaa kupokea rushwa. Jamani, ameshiba,
Kuna mtu anaingia pale anatafuta angalau kidogo apate yake, lakini ili upate kinakuuzia wewe. Tumbo limejaa, umeshiba, unapeleka wapi sasa? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ndio ya mwisho ni Mungu pamoja na wanadamu. Bwana asifiwe sana. Mungu pamoja na wanadamu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba wanadamu wote waokolewe na kwamba wote waliookoka wafanane na Yesu. Watu wa leo wanatafuta kuyatenda mapenzi yake na kuusimika ufalme wake wa haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yeye hutuunganisha kwa lugha ya upendo. Bwana sasa, yaani ina maana kwamba watu wa leo tunapokutana tukaungana tukatenda mambo yanayompendeza na Mungu yanachotaka tufanane na Yesu. Baada ya hapo tukifanya mambo yake tukautambuliza ufalme wake, yanachofanya nini? Anakuambia kwamba anatupatia, anatuunganisha kwa lugha ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Anatuunganisha kwa lugha ya upendo, kwa upendo kabisa. Anatuweka pamoja, tunakuwa familia moja. Ndio maana kule nabii kwenye kitabu cha Ufunuo akasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, nao watakula naye na yatakula nao, atafuta kila chozi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu anataka tukae pamoja na yeye. Mungu anahitaji tuwe pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wenzetu maisha yao, hapo kusoma kitabu cha Marko sura ya 10 mstari 27. Wenzetu sasa, wale walioishi zama za mnara wa Babeli. Bwana asifiwe sana. Ujumbe wetu ni mnara wa Babeli. Kwa hiyo wale watu walioishi walipitia nyakati tofauti. Kwa ile mstari 9 ya sura ya 11 kitabu cha Mwanzo, nimepata dondoo 3. Dondoo ya kwanza ni mwanadamu bila Mungu, dondoo ya pili Mungu bila mwanadamu, na dondoo ya tatu Mungu pamoja na wanadamu. Kipindi hicho waliishi wanadamu, hawakumtaka Mungu wala hawakutaka kukumbuka mapenzi ya Mungu. Ikafika mahali wakamwacha Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu akawa, yani wanadamu hawapo sasa. Yani hawapo sawa, hawapo hivi. Yani katika roho Mungu haoni ambaye ni mkamilifu nani. Bwana asifiwe sana. Baada ya hapo sasa nyakati ya mwisho ni Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale wakati Mungu sasa aliyesababisha ni Mungu mwenyewe. Baada ya kuchafua lugha yao ndio wanapata nafasi sasa. Bwana asifiwe sana. Wanapata nafasi ya wao kuona. Kwa hiyo kama kanisa la leo katika kipindi tunapaswa tujifunze kwamba wenzetu walipitia mambo gani na sisi tunapaswa kufanya vitu gani. Ni vitu gani ambavyo Mungu alivichukia kwao na alivipenda kwao, ili vile ambavyo alivichukia sisi tuvikatae, na vile ambavyo alivipenda sisi tufanye tuviishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye safari ya kwenda mbinguni anakuwa na tabia ya kujikagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anajiangalia makusudi yake asikoseme. Bwana asifiwe sana. Makusudi yake ni kumfikia Bwana, kumwona Bwana. Bwana asifiwe sana. Yaani maandiko yanasema hakitaingia chochote kilicho kinyume. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaposema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, ni wale tayari ambao wameshinda. Bwana asifiwe sana. Wameshinda nini? Wameshinda ya mambo yote, kujiheshimisha mwenyewe badala ya Mungu wao, kutafuta heshima yao badala ya Mungu wao, kutafuta siri badala ya Mungu, yaani kutafuta ufalme wao badala ya ufalme wa Mungu, kujenga nje mali zao badala za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anachotafuta, anatafuta moyo ule unaotapaka anasema kwamba maana wote wamepotoka, hakuna mwenye akili hata mmoja. Wote wanafanya wamepotoka. Bwana asifiwe sana.
kitu gani? Ni nani mwenye akili ya kumshai Bwana? Ni nani mwenye akili mwenye kumhofu Mungu? Ni nani mwenye akili mwenye kusema Bwana wewe unastahili peke yako? Wakati leo tunachofanya ni kusema mimi nafaa kwa mwinjilisti hapo, nafaa. Bwana sasa. Hii ni shida. Bwana sasa. Ni shida. Yaani mimi kosa mimi kanisani hapa. Mimi ni kiongozi. Mimi ndo nategemea. Tayari umeshaanguka kiroho. Yaani umepungukiwa neema ya Mungu. Bwana sasa. Hauna hata kidogo. Angalia jambo la ajabu wakati sana na wale watu wawili. Mmoja anasema, "Je, wewe unajidai mwanangu, jiongozi alafu tuokoe." Hivi ungesikia unatoa wapi uliokoka? Au hujaokoka labda ndio maana unasema hivi? Watu waliokoka hawana maneno hayo. Bwana sasa. Waliokoka hata kama wamekosea, wataendelea kuwa wanyenyekevu na kutubu. Bwana sasa. Angalia unapenda sana wewe. Unaogopa hata Mungu. Unaongea na neno mabaya. Unafuata Mungu aliye hai. Wakati tunateswa tumestahili kuteswa. Haujasoma na Isaya na tabia inasema kwamba yeye alibeba adhabu ya amani yetu. Mateso ambayo tumestahili amebeba yeye. Wewe unapata wapi hiyo ya kumwambia wewe uokoe alafu tuokoe sisi? Hao watu walio wapo kanisani. Sasa watu kama hao wasipokelewa, wasipofundishwa, unakuta wanaendelea. Yeye akajiinua akaishi kwamba yuko sahihi. Sisi ndio wale tunapita nacho. Aibu. Bwana sasa. Aibu. Uwe mtu akijikagua mwenyewe. Bwana, yeye ni yule mtu aliyesema niokoe au yule anasema uogope hata Mungu? Bwana sasa. Tumuogope Bwana. Tumuogope Mungu maana ni mweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kama kanisa tunatafakari hayo wenzetu walioishi, halafu sisi Roho Mtakatifu atusaidie kubadilika. Bwana asifiwe. Tutaishi hapa. Zina dakika chache tupate maswali. Mnara wa Babeli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo